Baraza la madiwani ya halmashauri ya wilaya ya Korogwe limepitisha mapendekezo ya bajeti ya mwaka wa fedha 2026-2027 ambapo mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Korogwe Mheshimiwa Selemani Mwongozo aliwasilisha mapendekezo ya bajeti hiyo kwa mheshimiwa madiwani na kutoa maoni mbalimbali, ambapo wamepongeza mpango wa bajeti hiyo kwani utagusa maendeleo ya wananchi. Ili tuweze kuendelea na kazi yetu. Asante. Mwakilishi wa mkuu wa wilaya ya Korogwe, waheshimiwa madiwani ambao ni wajumbe wa mkutano huu, waalikwa kutoka taasisi za TARURA, RUWASA, CRDB, TANESCO, NMB, wamealikwa kwenye mkutano huu, wataalamu wa halmashauri, waandishi wa habari, bila kusahau watu wote kutambua uwepo wao. Mheshimiwa Makamu, tunapozungumza mapendekezo, bajeti ni mchakato ambao unapitia hatua mbalimbali mpaka mwishoni. Tukisema tunatekeleza bajeti, maana yake bunge limeidhinisha. Kwa hiyo ni mapendekezo yetu kama halmashauri, na wakati wa uandaaji wa bajeti kuna utaratibu ambao unatolewa kwamba bajeti yenu izingatie maeneo gani. Sisi tumefuata hayo, na wakati ambapo nitaiwasilisha bajeti hii, haya mapendekezo, basi wote tutasikia utaratibu ambao bajeti inaangaliwaje na misingi yake ni. Nitakwenda kuwasilisha haya mapendekezo ambayo mapema kabisa tulianzia maeneo mengi. Kwa mwaka wa fedha 24-25 halmashauri ya wilaya ya Korogwe ilikisia kukusanya au kupokea jumla ya shilingi bilioni 43.6. Hadi kufikia mwezi Juni 2025 halmashauri imekusanya na kupokea jumla ya shilingi bilioni 43.2, sawa na asilimia 99.1 ya fedha iliyopangwa kama ilivyoainishwa katika jirani pamoja. Mheshimiwa madiwani, waheshimiwa wajumbe, hii tunapewa picha kwamba tukielekea kwenye mapendekezo ya bajeti ya 26 na 27 tunarudi miaka miwili nyuma kufanya tathmini, kuangalia ni namna gani. Ndio sababu hatuleti ile ambayo tunasema tunaiombea, tunaipendekeza ipitishwe. Tunarudisha nyuma kidogo kwenye miaka miwili kuiangalia taswira ya halmashauri ilikuwaje. Sasa kwenye jedwali hili kuna maeneo 6. Eneo la kwanza ni mapato ya ndani. Pale pana bajeti iliyoidhinishwa na mapato ambayo yamepatikana kwa mwaka mzima, maana yake Julai hadi Juni ya 25. Mapato ya ndani ni asilimia 105. Mapato ndani fungiwa, mapato haya ni yale yako kwenye mazahanati, hospitali, kwenye shule. Haya yanaitwa fungiwa kwa tafsiri sahihi. Matumizi yake yako ndani kwenye maeneo haya, haihusiani na utaratibu hapa kwenye halmashauri yale matumizi mengine ambayo yanatumika kwa ajili ya kuendesha shughuli za halmashauri. Kwa hiyo kwenye zahanati wanachokusanya inatumika kwenye masuala ya afya kwenye eneo lao. Lakini ukienda sasa kwenye jumla ndogo maana yake tulikuwa kwenye mapato ya ndani, makadirio yetu ilikuwa ni bilioni 2.389 na tukakusanya bilioni 2.822. Hii ni sawasawa na asilimia 118. Tunakuja namba 3. Hii ni miradi ruzuku na fedha kutoka serikali kuu. Bajeti iliyoidhinishwa ni bilioni 4.5, lakini tulipata bilioni 5.074, sawasawa na asilimia 112.7. Miradi ya ruzuku na fedha nje, hizi ndio wahisani, bilioni 4.6, tukafanikiwa kupata bilioni 3.9, sawasawa na 83.5. Jumla ndogo ya miradi hii kutoka serikali kuu na kutoka kwa hisani ni bilioni 9.1. Tumefanikiwa kuletewa bilioni 8.9, sawa na asilimia 97.8.
hiyo jumla ndogo inakuwa bilioni 29, ndio makisio iliyoidhinishwa, na tumepata bilioni 28 sawasawa na 97.8. Tunakuja kwenye ruzuku ya matumizi mengineyo. Hizi ndio zile tunaita OC. Ilikuwa makadirio iliyoidhinishwa ni bilioni 2.8, tumepata 2.8 sawasawa na 100%. Kwa maana hiyo kwa mwaka 24-25 ya bilioni 43.6 sisi tumefanikiwa kuletewa na kukusanya bilioni 43.2 sawasawa na 99.1. Kwa maana hiyo kuna bajeti ya jumla makusanyo, kuna mapato ya ndani ambayo ni ya kwetu, kuna mapato kutoka serikali kuu, kuna mapato kutoka kwa wahisani. Hayo makundi matatu yamegawanywa kwamba mapato ya ndani sisi tunayagawa sehemu mbili, mapato ambayo hayalindwi na yanayolindwa. Halafu serikali kuu kuna hela za serikali kuu, halafu kuna wahisani. Kwa hiyo maeneo matatu haya ndiyo sasa kwenye mambo ya fedha yanaendesha shughuli za halmashauri: mapato ya ndani, serikali kuu na wahisani. Sasa picha hapa tumeiona, lakini kwa ujumla wake pamoja na kupishana kwenye kufanikiwa kupata, lakini tumefikia malengo ya 95.7. Sasa tukija ukurasa wa 3, kwenye ukurasa wa 3, ukurasa wa 2, maana yake ni tafsiri kwamba baada ya kuidhinishiwa na kupata, maana yake ni umeruhusiwa kutumia. Tunakuta tulichofanikiwa kupata na kimetumika kwa 95.7 ukurasa wa 2. Maana yake bajeti yetu imeenda sawa, tulichokipata na ndio tulichokitumia. Kama tungeweza kutumia zaidi inawezekana, lakini kwa maana kwamba kulikuwa na makaa kuelekea kwenye mwaka, lakini hapa tulichokusanya ndicho tumekitumia kwenye ukurasa wa 2 inavyoonekana. Ukurasa wa 3 kuna mapitio ya nusu mwaka. Kwa nini tunasema nusu mwaka? Hadi leo tunapojadiliana hapa kwenye bajeti yetu ya 25-26, yaani ile 25 mwezi wa 7 mpaka itakapofika Juni 26, huo ndio mwaka umekamilika. Sasa kwa kipindi ambacho tunacho, maana yake tumemaliza miezi 6, tumeishia Disemba. Kwa hiyo taarifa inayosema nusu mwaka, Julai Disemba, ni sehemu ya nusu ya bajeti yetu ambayo tumeikadiria na ndio tunakwenda nayo. Lakini sasa, waheshimiwa wajumbe, halmashauri ya wilaya ya Korogwe kwa mwaka wa fedha 25-26 imekisia kukusanya au kupokea jumla ya shilingi bilioni 48.2 kutoka katika vyanzo vyake vikuu vya mapato ambao ni vyanzo vya ndani, serikali kuu na wahisani. Ile eneo nililosema kwamba makusanyo yetu sisi tunakopata ni sehemu 3: mapato ya ndani, serikali kuu pamoja na wahisani. Hadi kufikia tarehe 31 Disemba 2025, halmashauri imekusanya na kupokea jumla ya shilingi bilioni 25.7 sawasawa na 53.2 ya bajeti iliyoidhinishwa kwa mwaka 25-26. Waheshimiwa wajumbe, tunapozungumza kwamba tumekusanya sawa na 53.2, tafsiri iko hivi: unapokuwa unataka kupata 100 ambazo umepangiwa kwa miezi 12, ili uonekane umefanya vizuri na kufikia malengo yako, ndani ya nusu mwaka, miezi 6, huo umekusanya isipungue 50%. Sasa kwenye hapa taarifa ninayoiwasilisha tumekusanya 53.2 sawasawa na 3.2 plus. Kwa maana hiyo kwa miezi kusanyo tuliyofanya hayo ni mapato ya ndani. Lakini nakuja kwenye ruzuku ya mishahara, hizi ni kutoka serikali kuu, tumefanikiwa kupata kwa 53.5, tuko above 50. Kwa hiyo mapato yamekuja vizuri kutoka serikali kuu. Lakini matumizi mengineyo, yani ndio tunaita OC, zile ofisi zinazoendeshwa kule shughuli zao, huwa nao wanatengewa fedha na serikali kuu. Walikuwa wametengewa bilioni 2,
lakini wametumia milioni 958, wamekwenda 46.10. Yaani hapo wamekuwa na discipline sana, hata 50 hawakufika. Kwa hiyo fedha inayotaka discipline. Kwa hiyo next time ukutana tatizo unazitatua kwa sababu hujavuka kwenye malengo ya matumizi. Jumla dogo inakuwa jumla ni 46.1%. Miradi ya serikali kuu. Kwa maana hiyo 25-26 serikali kuu ilikuwa imeidhinisha sisi itatuletea bilioni 4.98. Lakini mpaka inafika tarehe 31 Disemba tumepokea bilioni 3.9, sawa na 80%. Maana yake serikali imejitahidi hata kabla ya mwaka haujaisha tayari wameshakava mpaka 80%. Maana yake sasa hivi tunadai 20% mwaka uishe. Tukija kwenye miradi ya maendeleo ya nje, wafadhili hawa ni wafadhili au wahisani. Bajeti iliyoidhinishwa 25-26 ni bilioni 5.0, lakini wametupatia milioni 419.1. Hii ni sawa na 8.3%. Hizi ni hela za wafadhili, hawana condition kwamba lazima akuletee. Sawa na asilimia, anaweza kuzileta zote leo kabla mwaka haujaisha. Kwa hiyo bado tuna imani, kwa sababu kila wakati wanatuletea hizi hela za ufadhili, tuna imani kabla mwaka haujaisha wenye uwezo wa kutekeleza miradi bila kujumuisha gharama za kodi VAT kulingana na matakwa ya wafadhili wa hisani, na kwa baadhi ya miradi katika shule za msingi Mbuyuni, Nguru na Kalekwa. Kasi ndogo ya utekelezaji wa miradi, kukatisha mikataba kutokana na uwezo mdogo wa kifedha wa mafundi wa zabuni wa vifaa. Mafundi wa zabuni wa vifaa kutoomba zabuni fungu kupitia ofisi ya katibu tawala mkoa wa Tanga, barua kumbukumbu hiyo tarehe hiyo, barua yenye kumbukumbu tarehe 14 mwezi wa 8 kuomba kibali cha utekelezaji wa upanuzi wa kituo cha afya Rungwe iliwasilishwa ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI. Kuendelea kutangaza tenda ambazo hazijaombwa kwa kuzingatia bei ya mradi. Tuendelea kuhamasisha wazabuni na mafundi kupitia maeneo ya miradi kusajili kuomba zabuni kwenye mfumo wa NeST. Kusanya 64. Haya yanayotaja ni above 50 kasoro sehemu moja tu ambayo baadaye nitawapa ufafanuzi. Ushuru wa madini ya ujenzi 64, magulio 137, minada 63, ushuru wa mahindi 61, ada ya fomu na leseni mbalimbali 76, adhabu na tozo 94%, kodi ya huduma 59%, ushuru wa mkonge tumekusanya 47%. Maana yake hapa tunatakiwa tuongeze juhudi kwamba badala ya kuwa na 50% tumekusanya 47%. Tunahitajika kipindi kilichobaki ili tuweze kufikia malengo ya 100%. Sasa tunahitajika kukusanya 53. Maana yake tuna 50 plus deni la 3%. Maana yake sasa, lakini ukiangalia hizi figa kwa faida katika bajeti yetu, zao la mkonge kwenye milioni 528 ambao mnaiona, ambao ni makadirio yetu, mkonge huu unachukua zaidi ya 23% ya bajeti ya 8.8 kwa mwaka wa fedha 2026/27 na kiuchumi, hivyo kuchochea maendeleo kwa wananchi wa halmashauri ya wilaya ya Korogwe. Waheshimiwa wajumbe, michanganuo kwa wingi wake imeonyeshwa, na sasa maana yake tumepata picha halisi kwamba mpango wa mapendekezo ya bajeti ambayo tunataka kuianza mwaka 2025 yameonyeshwa. Baada ya maelezo hayo, naomba mpokee, mpendekeze, tujadili na kutoa ushauri pale ambapo panastahili, kwa sababu bajeti ni mchakato, muda wote marekebisho, ndio sababu sio imeidhinishwa, ila ni mapendekezo ya mpango wa bajeti. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana, naomba kuwasilisha. Asante sana.